Usalem. Nafasi ya 37 ni Marumo Gallants. Nafasi ya 38 Kaizer Chiefs. Nafasi ya 39 Azam FC. Nafasi ya 40 ni Etoile du Sahel. Nafasi ya 41 ni Horoya. Nafasi ya 42 ni Stade Abidjan. Nafasi ya 43 ni ACC Giraffe. Nafasi ya 44 ni FC Bravos Domakis. Nafasi ya 45 ni Enyimba. Nafasi ya 46 ni Sidi Luanda Sul. Nafasi ya 47 ni Jwaneng Galaxy. Nafasi ya 48 ni US Monastir. Nafasi ya 49 ni Entity Setifu. Nafasi ya 50 ni CSMD Diables No. Nafasi ya 51 ni Sports Club Sfaxien. Nafasi ya 52 ni Ermereki kutoka Sudani hawa. Nafasi ya 53 ni Al Ahly Tripoli. Nafasi ya 54 ni Medeama. Nafasi ya 55 Club Africain. Nafasi ya 56 Shekuni United. Nafasi ya 57 Al Ahly Benghazi. Nafasi ya 58 Singida Black Stars. Nafasi ya 59 Zesco United. Nafasi ya 60 FC San Pedro. Nafasi ya 61 Nairobi United. Nafasi ya 62 ni Cotton Sports. Nafasi ya 63 ni Association Black Bulls. Nafasi ya 64 Orapa United. Nafasi ya 65 ni AC Vita. Nafasi ya 66 ni Vipers. Nafasi ya 67 ni AS RR Bamako. Nafasi ya 68 ni ASKO Kara. Nafasi ya 69 ni Amazuru. Nafasi ya 70 ni Al Ittihadi. Nafasi ya 71 ni Super Sport United. Nafasi ya 72 ni APC Lobito. Nafasi ya 73 ni ACOAR. Nafasi ya 74 ni Al Ahadari. Nafasi ya 75 ni D Club Motema Pembe. Nafasi ya 76 ni JS Soura. Nafasi ya 77 ni US Gendarmerie Nationale. Nafasi ya 78 ni Zanaco. Nafasi ya 79 ni Royal Leopards ya Eswatini. Sasa hiyo ndo orodha ya vilabu bora barani Afrika, vilabu 79 bora ambayo imetolewa na shirikisho la soka barani Afrika leo muda huu kuelekea kwenye hii draw ya leo. Sasa ukijaribu kuangalia maana yake moja kwa moja tunasema ukijaribu kutazama maana yake moja kwa moja tunasema Simba ameporomoka. Simba imeporomoka kabisa. Simba imeporomoka kabisa. Imagine Simba kutoka nafasi ya 8 mpaka nafasi ya 11. Na hii yote ni kwa sababu nikisema ni kwa sababu nikiwa na maana mbili. Maana ya kwanza, Simba Sports Club katika msimu ulioisha wa 2025-26 Simba Sports Club hajafanya vizuri. Na hicho ni kitu ambacho ni very clear, hajafanya vizuri kwa sababu waliishia katika hatua ya makundi, si ndio? Simba Sports Club. Lakini pia vile unajaribu kutazama Young Africans, ambao at least unaweza kusema Young Africans kwa sababu Young Africans hakuwepo hata katika orodha ya top 10 ya vilabu bora barani Afrika. Lakini unamwangalia Young Africans sasa hivi anashika almost takriban nafasi ya 10 na ngapi? Anashika nafasi ya 12. Maana yake utofauti wa Simba na Yanga ni kwamba Simba ana pointi 38, Young Africans ana pointi 30 ngapi? Yanga na pointi almost takriban 35. Kwa hiyo sasa itategemeana katika msimu huu ambao tunakwenda kuanza 2026-27 Simba na Yanga ni nani ambaye moja kwa moja atazichanga vizuri zaidi karata zake. Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili pia vile unajaribu kuwatazama kwa upande wa Singida Black Stars. Singida kwa maana kwamba tunasema Singida at least msimu loisha sio kwamba labda walifanya vizuri lakini sio vizuri kivile, lakini wasema si haba sana. Unaona namna ambavyo kuwepo katika nafasi ya ngapi ya 59 kidogo afadhali kwa upande wao. Lakini watazame kwa upande wa Azam ambao msimu loisha walifanikiwa kuweza kucheza hatua makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sio tu Simba peke yake ambaye kaporomoka. Unamtazama mtu kama nane, Al Ahly. Al Ahly mwenyewe pia vile kaporomoka kwa sababu unamwangalia Al Ahly kutoka nafasi ya ngapi? Al Ahly kutoka nafasi ya kwanza mpaka anakuja kukaa nafasi ya pili sio masiara. Na Mamelodi Sundowns kilichomfanya kukaa hapo nafasi ya ngapi? Kukaa nafasi ya kwanza ni kwa sababu ya kile ambacho alichokiachivu katika misimu miwili tofauti, kucheza fainali mbili. Kucheza fainali mbili za Champions League.
kucheza fainali nyingine, kwa maana kwamba kucheza fainali 2 za Champions League, lakini sio tu kucheza fainali ya Champions League na kufanikiwa pia vile vile kuweza kubeba taji la Champions League.